Mshana, umekuwa mdau mkubwa sana wa michezo hususan mpira wa miguu. Hebu tuambie, hapa kwetu Masasi tuna hii timu yetu ya mpira ya Stand FC. Kwa macho yako kama kiongozi wa chuo, unaionaje timu hii? Inaweza kweli kufika ligi kuu siku moja hii? Karibu sana. Hili swali la kichokozi na ni kweli kama ulivyosema ni mdau wa mpira wa miguu. Nikili hilo na nimekuwa mara kadhaa nikishiriki, si kwa stendi tu. Na ili watu nataka niweke clear kabisa, mimi ni mdau wa michezo, sio kwa stendi tu kwa sababu wananionaga na stendi, lakini timu yoyote itakapokuja kwangu tutafanya kazi. Kwa sababu pia nina vijana ambao wanacheza kwenye timu mbalimbali, lakini pia na timu ya Mbano kakaangu tunawasiliana sana na vijana. Kwa hiyo mimi ni mdau wa vijana na ni mdau wa maendeleo na ni mdau pia wa michezo. Timu ya Stand FC inaweza kufika ligi kuu kwa sababu kwanza ina vijana ambao wana nidhamu, wana heshima na wanajituma. Na hii ndio siri ya mafanikio. Uwezi kufanikiwa kama una nidhamu, uwezi kufanikiwa kama una heshima, uwezi kufanikiwa kama ujitumi. Kwa hiyo timu ya Stand ina hiyo package kwenye vijana wake. Wana nidhamu, wanajituma, lakini pia wanajua nini wanakitaka. Lakini timu ya Stand haiwezi kufika ligi kuu kama wadau wa michezo hawatoshirikiana. Kama kutokuwa na uwekezaji mkubwa. Mpira unataka fedha. Mpira sio maneno. Mpira ulishahama kwenye maneno. Mpira sasa hivi unataka fedha. Lazima kuwe na hao wadau mbalimbali waweze kuwekeza, waweze kuwa na miundombinu mizuri, waweze kuwa na vifaa vizuri vya kufanyia mazoezi, lakini pia wawe na wataalamu wa kuwafundisha. Wakiwa na hiyo package wanafika ligi kuu. Tumeona wanacheza kwenye mashindano mbalimbali. Mbunge wa jimbo la Masasi Dr. Leonard Akwilapo amewashika mkono. Sasa Dr. Leonard Akwilapo awe kama mbegu ambayo imepandwa. Inapochanua ile mbegu iwe na mizizi na matawi yake. Mizizi ni nini? Sasa tuone halmashauri na yenyewe inaishika mkono, si Stand tu peke yake na timu nyingine. Halmashauri iweke nguvu zake, wadau wengine waweke nguvu zake, wakijumuika kwa pamoja tunatoa timu kwenda ligi kuu. Safi kabisa. Hebu tuambie kidogo hapo. Hivi Stand ndio walikufuata wewe au wewe uliwafuata Stand baada ya kuona maendeleo yao kwenye hususan hapa katikati hapa? Wameiti sana hapa katikati hapa mpaka kusogea championship. Mimi ni mkuu wa taasisi, lakini taasisi yangu sehemu kubwa sana inadili na vijana. Ndio. Na taasisi yangu ili ijulikane ni lazima ipitie wadau mbalimbali. Kwa hiyo mimi nilikwenda Stand, sio Stand ilinifuata. Nilikwenda Stand nikawaambia mna 1 2 3 mna mazuri, lakini tukiunganisha nguvu tunaweza kufanikiwa. Kwa hiyo Stand mimi niliifuata kwa sababu ya kuhakikisha serikali inatimiza malengo. Tunahitaji vijana wenye skills, lakini tunahitaji vijana ambao wanaweza kujitegemea. Tukiwaacha vijana wanazurura tu, sisi hatui kama viongozi. Viongozi tunatakiwa kutatua hizo changamoto. Mimi ningesema tu Stand siipo kule. Kuna viongozi wao. Wacha iende. Kumbe Stand ingefanya vibaya, sisi wengine inawezekana angetukuta hayo madhara. Stand ingekuwa kijiwe cha wauni, inawezekana vijana wangu mimi wangetoka wakaenda Stand na wao wangeingia kwenye huo uuni.